Mtu wa Mungu, ni nani kakwambia kuendelea kwa maisha yako ni kujifanyia tathmini peke yake ya vitu ulivyo navyo au kupitia mali ulionayo? Kujifanyia tathmini kwa vitu ulivyo navyo au kupitia matokeo ulionayo sio jambo baya, lakini kujifanyia tathmini kupitia vitu ulivyo navyo au mali ulionayo au matokeo ulionayo haikupi uhakika wa kiroho na kimwili ya kwamba unaendelea, kwa sababu usalama wa mtu unaanzia rohoni kwanza na mwilini baadaye. Sasa ukijifanyia tathmini peke yake kupitia vitu ulivyo navyo, kupitia matokeo ulionayo, katika namna ya kimwili peke yake au katika namna ya ulimwengu wa kimwili peke yake, ipo siku hivyo vitu vitayeyuka kama hautakuwa salama katika ulimwengu wako wa kiroho au wa maisha yako ya kiroho. Kwa mtu wa Mungu, kujifanyia tathmini kwa vitu ulivyo navyo sio jambo baya, lakini isiwe ndiyo kipaumbele cha kwanza. Jifanyie tathmini kwanza kwa jambo la kwanza. Angalia namna unavyohusiana na Mungu wako. Kama mahusiano yako hayako vizuri na Mungu wako, anza kujifanyia tathmini kwanza namna unavyohusiana na Mungu wako. Ikiwa mtu wa Mungu, mahusiano yako na Mungu yanaelekea kufa, ni afadhali ukayahuisha mapema, afadhali ukaanza safari yako upya ya kuhusiana na Mungu kwanza, ili uwe salama kwanza katika ulimwengu wako wa kiroho. Usipokuwa salama katika ulimwengu wako wa kiroho, usipokuwa na Mungu katika ulimwengu wako wa kiroho, hata katika ulimwengu wako wa kimwili, kwa vitu ulivyo navyo, kuna siku vitayeyuka, kuna siku vitaondoka, kwa sababu tu hauna Mungu. Jambo la pili, mtu wa Mungu, jifanyie tathmini namna unavyohusiana na watu waliokuzunguka, namna unavyohusiana na jamii ya watu iliyokuzunguka au inayokuzunguka, namna unavyohusiana na watu wako wa karibu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu siku atakapotaka kuyabadilisha maisha yako au kuyainua maisha yako au kukutoa kwenye hatua hiyo ulionayo, kukupeleka kwenye hatua nyingine ya ukuu, atahitaji kutumia watu kwa ajili ya maisha yako. Sasa isije kawa baadhi ya watu ambao wewe hauhusiana nao vizuri ndio Mungu alikusudia kuwatumia hao watu ili ayabadilishe maisha yako. Kwa mtu wa Mungu, ni lazima ujue namna unavyohusiana na hawa watu, namna unavyoongea nao, namna unavyoishi nao, namna unavyoshirikiana nao kwenye matukio mbalimbali. Lazima uangalie, ujitathmini katika hili eneo. Namba 3, mtu wa Mungu, jifanyie tathmini kupitia vitu ulivyo navyo ili ujue malengo yako yanaenda sawa sawa na matokeo ulionayo. Lakini mtu wa Mungu, usitangulize kwanza au lisiwe jambo la kipaumbele kujifanyia tathmini kupitia ulivyo navyo. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.